bado hujanielewa vizuri. Haya ndiyo matokeo ya ule waraka. Ule waraka ndio hapa tuko hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Endelea mtumishi wa Bwana. Kitabu tena cha Esther pale, sura ile ya 5 na mstari wa 1 mpaka 3. Twende haraka pale. Sura ya 5 mstari wa 1 na wa 3. Twende. Sura ya 5 1 mpaka 3. Anasema hivi: ikawa siku ya 3, Esther alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua la ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama ua yake, akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akaribia, akaigusa ncha ya fimbo yake. Bwana asifiwe. Haya yalikuwa ni matokeo baada ya kuwa Mordekai amempelekea Esther ule ujumbe ya kwamba usijizanie uko salama. Esther alipogundua kwamba tayari mambo yashaanza kusimama vizuri, alimwambia Mordekai, nenda ukawaambia Wayahudi wakusanyike wote, wafunge siku 3. Wakishafunga siku 3 na mimi nitaingia kwa mfalme. Inamaanisha ya kwamba mpango mkakati wa maombi ulianza. Hata sisi mito wa baraka tunao uzoefu wa maombi ya siku 3. Ndio maana matokeo yanatokea kwa Esther ni kwa sababu alimwambia Mordekai, nenda kule wakafunge siku 3. Haya ndio matokeo. Wakati wamefunga siku 3, siku ya 3 ambayo ni 4, Mordekai amemaliza maombi yake, amerudi kwenye geti. Esther naye akaenda kwa mfalme akapata kibali. Haya ndio matokeo ya maombi ya siku 3. Na mimi nataka nizungumze asubuhi ya leo yale maombi ambayo umeyafunga siku 3 yaliyomalizika. Matokeo karibu naanza kuyaona. Hata kama kulikuwa kuna maadui zako, yale maombi tu ya siku 3 kavu, utaona kuna vitu vinaanza kufanyika. Wanaosema amen wako wapi? Watu waliokoka wakijafunga siku 3, yale maombi yana nguvu. Na ndio maana hata katika jangwani yale maombi ya siku 3 ndio yaliweza kutupa eneo hili hapa. Wakati watu wanasema imeshaisha, maadui zetu leo wanasema hivi, tuko pamoja. Haleluya. Sikiliza, hata askofu mkuu mmoja alisema hivi, akasema askofu ametuheshimisha wa Pentekoste, lakini katika kile kipindi cha ule waraka tunaandika kwa tubomolewe pale, walikuwa wanatuangalia tu, lakini leo wanasema askofu ametuheshimisha kama Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huu ndio wakati wa matokeo yenye maombi. Ukiona kanisa hili ni matokeo yale ya kule jangwani kwamba tumesimama. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Funika macho yako, tumshukuru Bwana. Baba yetu Mungu aliye hai, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Asante Bwana. Haya ndio matokeo ya maombi. Asante kwa sababu utaendelea Bwana kufunua zaidi na zaidi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Kila mwenye afya aseme amen. Kila mwenye pumzi aseme amen.